Kwanza nianzie katika neno la Allah subhanahu wa ta'ala ambalo litakuwa ndio ufunguzi wa mada hii katika surat Al-Imran aya ya 19. Ametuambia Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitani rajim, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, hakika dini inayokubalika kwa Allah ni dini ya Uislamu. Kwa hivyo hii ndio dini inayokubalika kwa Allah. Ikiwa ndio dini inayokubalika kwa Allah, na sisi tunaamini hilo na tuna uhakika wa jambo kama hili, ikiwa hii ndio dini inayokubalika kwa Allah, itakuwaje dini hii isikubalike kwa watu wote duniani na ndio inayokubalika na Allah? Kwa hivyo hapa sisi ndipo tunapokamatia, kwa kuwa hii ndio dini inayokubalika na Allah, basi hii ndio dini ambayo Allah amewachagulia binadamu, na ndio dini itakayoenea na ndio dini itakayokubalika. Bali katika historia ndio dini iliyoenea na ndio dini iliyokubalika. Lakini leo sizungumzie historia, leo nazungumzia sasa na mustakbal tunapokwenda. Historia leo nimeacha pembeni, lakini ijulikane kwamba huko tunakotoka hii dini ndio dini iliyokuwa imeenea na ndio dini iliyokuwa imekubalika, kwa sababu dini hii ilienea katika mabara yote ndio sisi duniani, ilifika kila mahali. Na dini hii ni dini iliyokamilika, ni dini iliyokamilika kwa maana kila anachokihitajia binadamu katika maisha yake anakikuta na anakipata ndani ya dini hii. Yani anaifahamu dini hii na kuifanyia kazi, basi wala hahitaji mifumo mingine yote katika maisha yake, kwa sababu kila kitu anakipata huko ndani. Mifumo ya kiuchumi anaipata huko ndani, mifumo ya kisiasa anaipata huko ndani, mifumo ya kijamii anaipata huko ndani, mifumo ya malezi na kuandaa na kukuza kizazi kipya na cha baadaye anaipata huko ndani, mifumo ya kifamilia, mume na mke, namna ya kuishi anaipata ndani, jinsi ya kuondosha migogoro inayojitokeza ndani ya familia au katika jamii pia inapatikana huko ndani, namna ya kujenga amani baina ya nchi na nchi, ziwe ni nchi mbili za Kiislamu au nchi mbili, moja ya Kiislamu moja isiyokuwa ya Kiislamu, namna ya kujenga amani wakati kutokea mivutano au migogoro zinapatikana. Yani ni mfumo uliokamilika katika nyanja zote. Unazungumzia elimu na umuhimu wake na faida zake zinapatikana zote katika nini? Katika Qur'an. Ndio maana hii ni dini imekamilika kiasi kwamba anaingia ndani ya dini hii amejitosheleza na anapata kila kitu chake, ukiachia malipo ya duniani ambayo unaita thawabu kwa ajili ya kujiandaa na safari ya kesho huko tunakokwenda. Haya mambo hayapatikani sehemu nyingine, hayapatikani katika dini nyingine yote isipokuwa tu katika dini hii. Ndio maana sasa kila anayekuja karibu na dini hii na kaifahamu anakamata, na akikamata anamjulisha na mwenzake. Hii ndio kasi ya ueneaji wa dini hii inavyopatikana. Lakini pia tukumbushaneni vile vile kwamba tukiondoka kwenye aya hii ya surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza katika sura inayofuata mbele ambayo ni sura An-Nisa ya kwamba al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Yani leo hii akmaltu lakum dinakum, nimekamilisha. Kwa hivyo hii dini imekamilika. Haya tunazungumza kwamba mifumo yote ya kimaisha inapatikana, maana yake imetokana kwa dini hii imekamilika. Ndivyo anatuambia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo dini ambayo imekamilika, hakuna upungufu wala hakuna punguani ndani yake, kila kitu chake kimekamilika. Kitu ambacho kimekamilika ndicho kinachotoa faida na manufaa kwa mtumiaji wake, ambao ndio sisi Waislamu, na mara nyingine hata kwa wasiokuwa Waislamu pia wananufaika na mifumo kama hii ya Uislamu. Yani niwape mfano tu haraka namna gani wasiokuwa Waislamu wanaonufaika na Uislamu hata kama wao bado hawajaamua kuifuata dini kama hii. Tushike ama tuchukulie kipengele cha uchumi ambao leo maarufu sana inaitwa uchumi wa Kiislamu ama Islamic finance au Islamic financial system, yani mfumo wa uchumi wa Kiislamu, nidhamu ya fedha kwa ujumla wake. Mfumo kama huu ambao unadhihirika zaidi kwa lugha za kileo au katika miamala ya kileo katika taasisi za fedha zilizoenea duniani
ambazo zimeingiza kile wanachokiita wao dirisha la Kiislamu. Wanaita dirisha, yani katika nyumba kuna mlango, kuna na dirisha. Mlango mkubwa umekamilika zaidi, mtu mzima anaweza kupita. Dirisha huwezi kupita, lakini unaweza ukachungulia ndani, unaweza wa ndani akakunyosha mkono, ukanyosha mkono wako, mkakutana kwa mikono, mkaonana uso kwa macho, yani ni aina fulani ya mawasiliano. Kwa hivyo taasisi za kifedha leo duniani, karibu duniani kote, kila taasisi ya kifedha ina nini? Ina kile wanachokiita dirisha la Kiislamu. Zipo nyingine ambazo zina na milango, hasa zina na milango. Nitoe mfano katika Kenya ambapo nimetokea huko sasa hivi. Kuna taasisi mbili ambazo zinaitwa za Kiislamu, yani benki za Kiislamu mbili. Hapa Zanzibar tuna moja, Kenya ziko mbili, au kwa Tanzania nafikiri ziko tatu sasa. Kuna Amana, kuna PBZ, ya tatu ni gani? Kama nimesahau mtanikumbusha. Kama mnikumbusha, ina maana hizo mbili ninazojua mimi. CRDB wameanzisha dirisha, lakini bado wako kwenye dirisha. Sasa kama Kenya, benki ambazo wana madirisha ni zaidi ya benki 12. Benki 12 zina hao wanaita madirisha. Benki kubwa kabisa Kenya inaitwa Kenya Commercial Bank. Kenya Commercial Bank. Dirisha lao wamelipanua zaidi wao. Tena wametoa ile vyuma, yani kama ya madirisha ya kisikuizi, ya glass pekee yake. Ukifungua mpaka mwisho, ukitaka kupita unaweza kupita, yani kwa kama mlango. Maana yake madirisha ya kisikuizi makubwa. Sasa wao wamefungua dirisha kubwa zaidi, KCB, Kenya Commercial Bank. Na mlango wao wameupatia jina moja nzuri sana, wanaita Sahal, wepesi. Yani huko ndani ndio kwenye dirisha hili ndio kwenye wepesi. Kwa sababu miamala mepesi, lakini miamala kwa uwepesi wake ndio yenye faida. Sasa zaidi ya benki 12 zenye madirisha kama hayo. Benki mbili ambazo ni full fledged wanasema za Kiislamu. Wateja wa hizi benki mbili za Kiislamu na haya madirisha 12 katika benki 12, majority wengi ya wateja si Waislamu. Si Waislamu. Kwa nini? Wanakwenda kunufaika wao. Sio kwamba Waislamu hawaendi. Waislamu wanaenda, lakini nchi ambayo ina raia wa Waislamu wengi, kwa hivyo ni kawaida huduma zinapotolewa watu wakenda, inaonyesha ile asili ya ile nchi yenyewe. Kwa hivyo wasoko Waislamu ndio wengi zaidi wanakwenda kunufaika na huduma. Nimetoa tu mfano wa haraka, sikusudi kutoa tangazo la biashara la kampuni yote, ikiwa imefahamika hivyo, yani ijulikane kwamba ni mfano tu ambao nimekusudia kutumia. Kama imetoka kwa uzuri ni faida yao, lakini kama imetoka kwa ubaya, kwa hivyo sikusudi kumkwaza mtu yote ama kampuni yoyote. Kwa hivyo wasiokuwa Waislamu wanafaidika na mifumo ya Kiislamu mbalimbali. Nimetoa mfano tu wa katika taasisi za kifedha, lakini ukiachia benki 12 nilizozitaja, huko Kenya hivi sasa kuna taasisi nyingine za fedha zisizokuwa na hesabu nyingi sana ambazo hazifika kiwango cha benki, lakini ni taasisi zinazoitwa financial houses, yani taasisi za kifedha ambazo kazi yake ni kutoa mikopo tu kwa ajili ya ndio biashara yenyewe, watoa mikopo kwa riba, ndio biashara yenyewe. Lakini kufahamu kwamba kuna system ya Kiislamu ambayo inayochukuliwa kwenye hizi taasisi nilizozitaja za madirisha ama za benki mbili. Sasa hizi taasisi nyingine za fedha wamekwenda kwenye benki za Kiislamu wakaomba ile inaitwa blueprint, hebu tupatieni uendeshaji wa Islamic financial system unakuwa vipi, tunataka kutumia sisi ili iwe ni sehemu ya kazi zetu. Sheria zinawaruhusu kuchukua, unakwenda unaweka ombi lako, una sign mkataba wa kufuata utaratibu uliowekwa mbele ya serikali, kwa sababu masuala yote yanadhibitiwa na benki kuu ya Kenya kama BOT hapa. Wanaendesha shughuli zao, wanafuata taratibu za Kiislamu. Kwa hivyo hizi ziko nyingi sana, sisemi ni 12 wala ni 22, ni nyingi ambazo hata sasa nazo. Nyingi sana. Na kila siku kunakuja mpya. Yote ni kwa sheria kwamba mfumo huu wa Islamic finance unakubalika na wanautumia mfumo huu ima kwa kuendesha biashara au kwa kuja kunufaika na zile zinazoitwa products. Wengi wao si Waislamu. Kwa hivyo watu wananufaika na Uislamu.
Ni wazi kabisa na inakubalika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia al-yawma akmaltu lakum dinakum, kitu ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amekikamilisha. Unatarajia kuwepo na kasoro yote? Bila shaka yote hakuna kasoro. Kitu ambacho kimekamilika ni kitu chenye kutoa faida tupu. Kwa hivyo hata yule ambaye bado hajakuwa na ile imani, kwa maana itikadi ya Kiislamu, yeye anaona faida ya vitu kama hivi, anajileta karibu. Alikuwa na hofu mwanzo, na nitaelezea hizi hofu zimesababishwa na kitu gani sasa, lakini kila akikaribia yale anayogopa yeye, hofu alizojazwa nazo, haoni vitu kama hivi, anakuja kuona mambo ni mazuri. Sasa anakaribia pale, anaona kwamba haya ni mambo mazuri, mambo ya faida. Alafu Allah Subhanahu wa Ta'ala akatuambia tena kwenye aya hiyo ya sura An-Nisa, waraditu lakumul islama dina au atmamtu alaykum ni'mati, nimeikamilisha au nimeitimiza neema yangu. Neema ya Allah ndio Uislamu, ameitimiza kwetu sisi. Kwa hivyo hii dini imekamilika na Uislamu umetimia, neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juu ya yote hayo sasa, waraditu lakumul islam, na nimekuwa radhi kwenu nyinyi kuifuata dini kama hii. Kwa hivyo hapa kuna ukamilifu, kuna kutimia, kuna na radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haya ni mambo makubwa sana tukitafakari. Radhi za Allah ndio kila kitu, ziko hapa kwenye hii dini ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametokea. Kwa hivyo anayefuata Uislamu hajakosea kabisa, anayeukaribia Uislamu hajapotea, anayechukua chochote hata kama ni kitu kidogo katika Uislamu, huyu kafaidika kwa namna yoyote ile. Na kila akizamia zaidi, kila akibobea zaidi, basi anazidi kuwa na maisha yaliokuwa ni mazuri kabisa. Lakini sio maisha hapa duniani peke yake, bali na hata huko tunapokwenda. Kwa hivyo hapa ndipo tunapoanzia. Ikiwa ndio dini aliyoridhika nayo Allah, ambayo ametukamilishia na kuitimiza, ndio dini anayoikubali Allah, basi bila shaka yoyote hii dini ndio dini itakayoenea, na ndio dini itakayokubalika, na ndio dini itakayoridhiwa na watu wengi duniani. Hapa ndipo tunapoanzia kwenye aya hizi nilizosoma. Lakini niongeze na aya nyingine ya 3 katika suratu Safi.